kwa upande wa kikosi cha Mbeya City wanakoma kumwanya kizazi kipya. Sawa bwana, timu hii ya kizazi kipya nao pia walifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Dodoma Jiji kwenye mchezo ambao ulipigwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya, ambapo kwa upande wa mabao ya Mbeya City yalifungwa na Mwani Tobias pamoja na Yahya Mbegu na kuifanya Mbeya City kukusanya alama 3 za kwanza mara baada ya mchezo wa kwanza wa ufunguzi kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 na Geita Gold FC. Godlisten, ulikuwa sehemu ya panel ya uchambuzi kwenye mchezo huu na unaweza kuona goli ambalo lilifungwa jana ilikuwa moja kati ya goli zuri sana kwa namna ambavyo mazingira yalivyo. Inawezekana jana pale ulikuwa unakimbizana kabisa, lakini leo tunapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutazama. Mbeya City tuliichambua hapa na watu waliikatia tamaa sana kuona kwamba bwana, Mbeya City ni ngumu sana kuweza kutoboa. Mbeya City wana changamoto, na mapema jana Halidi Chukuchuku alikuwa yuko hapa akasema yeye alivyoiona Mbeya City inamaliza msimu ndivyo ambavyo Mbeya City aliona icheza mechi ya kwanza dhidi ya Geita. Kwa hiyo akasema inawezekana kustruggle kwao kukabaki pale pale. Kuna mabadiliko makubwa kwa kiwango gani kwenye ushindi huu ambao tuliuona hapo jana? Maybe wana Mbeya waanze kuamini kwamba labda wanaweza wasiona msimu mbaya kama msimu uliopita. Yes, mabadiliko makubwa yanaweza kuwa ni ya muda mrefu, lakini kuna haya ambayo yanatokana na reaction ya kile kilichotokea nyuma. Ukizungumza reaction, wameweza kujibu vipi kile ambacho kiliwakuta kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Geita iliyopanda daraja. Ni wakati mwingine huwa utampa pongezi mwalimu Salum Shabani Mayanga. Ni coach, amekaa darasani, ametrain timu nyingi mpaka national team, lakini kuna mechi ambayo unasemaga hii ni ya wachezaji. Bwana kocha sijoji job Kasuga tumpiganie. Yaani unajua inabaki sifa kwenu, lakini mnampigania mwalimu. Wamefunga mabao mawili ambayo yalikuwa na mitindo miwili tofauti. Bao la kwanza ambayo ilikuwa ni result ya set piece. Dodoma amechelewa kuokoa ule mpira, kaukamata Adili Buha nje ya box, ka strike. Ali Salim kautema ndani. Lakini second ball, angalia goli la pili ambao wamefunga ni mtoza atapandishia hapo goli la pili watu walione. Sio counter, mpira ulipotezwa na Mbeya City na Dodoma bado walikuwa na uwezo wa kurudi. Sema walikuwa kwenye mchakato wa kutafuta bao la kusawazisha. Pale ndipo ambapo panakuwa hatari sana kwa timu. Namba kubwa inakuwa juu ya halfway line, mstari wa katikati ya kiwanja. Mkikamatwa kwenye transition ya haraka, lile badiliko la kutoka kuupoteza kuja kuanza kusafa kuupata. Ile quick transition ikitokea. Hapa angalia, hii ni bao lile la kwanza. Bao la kwanza hili. Angalia smash aliyoifanya Adili Buha. Lakini alisalimu ule mpira makocha magolikipa wengi watakwambia na hapa kama watu kwa kuna uchambuzi bwana vipi? Kwa hiyo rebound nzuri kabisa. Mpira umeenda kudunda karibu na Ali Salim, lakini Ali Salim alitakiwa kuweka nje, sio kutaka kuukamata. Umempalia kwa sababu alitaka kuukamata na ndio maana umerudia ndani. Haukwenda nje. Ule mpira kama ule unakuwa ni wa hatari sana, lakini hapo sasa mara nyingine vitu kama hivyo ndio vina determine pia na ubora wa golikipa, kujua mpira gani anaweza kuukamata, mpira gani anatakiwa ni utoe nje na wapi pia ni eneo salama kuutolea mpira kuliko. Ali Salim alitaka kuukamata ule mpira, ndio shida ilipoanzia. Muangalie mikono yake alivyoifunga. Yaani ile mikono yake alivyoifunga ni kwamba alitaka kuukamata mpira, sio kuutema. Mtu ambaye anataka kuutema ungeona anasukuma mikono kwenda pembeni, lakini kafunga mikono. Hivi ule mpira ulianza kwanza kugusa kwanza chini. Umedunda ule. Umedunda pale. Na mpira ni mgumu sana. Kwa hiyo mpira unakuwa mgumu sana kucatch. Yaani yeye alitakiwa aende na hesabu za kwamba mpira anatakiwa ni uteme, natakiwa ni uteme, sio kutaka kuukumbata. Kwa hivyo taka kuukumbata, mpira umepiga katika sehemu mbaya ya mikono, unarudi ndani. Kwa sababu viganja vya mikono alivikunja. Kwa mpira ukishapiga kwenye viganja vya mikono unarudi huku ambako ndo viganja vimeelekea. Lakini kama angekuwa anaenda kuupush hivi, maana yake ule mpira ungekuwa unaenda huku nje. Na kwa nguvu ya ule mpira ungeenda mbali. Umenielewa? Lakini sasa yeye kataka kuukumbata ule mpira, ndo kosa lilipoanzia. Kuna technique anaitumiaga David De Gea tangu akiwa Atletico Madrid, Manchester United, Fiorentina hata hivi sasa.
De Gea mipira inayodunda mbele yake hapelekagi mikono, anaweka miguu. Unaweka miguu. Yaani anakuwa kama defender anapotaka kuclear. Sasa nafikiri De Gea alikuwa anaonekanaga footwork sio na nini, lakini kuna tekniki ya ziada. Magolikipa wengine bora wanafungwa kama staili hii, na Ali ili ni bao la pili anafungwa la namna hii. Okay. Mechi ya ufunguzi ya ligi na Dodoma Jiji. Amini na Pamba Jiji. Pamba wanafunga bao lao kupitia Deogratias Judika Mafie. Ilikuwa ni kesi ya aina hii. Ali Salim katika catching yake kautema ule mpira kama ilivyokuwa tu jana Simba na Pamba. Kwa hiyo nafikiri si kesi ya kuzungumza weakness yake kwenye ile eneo la catching za magolikipa, kwa sababu tumeona Eric Joora, tumeona hizi za Ali Salim, tuliona mechi ya Yanga na nani pia na Namungo, Yanga na Namungo, goli la Maxi Suleiman Saidi kwenye eneo la catching na kuna season pia nakumbuka Aziz Ki alikuwa watu wanasema yani usiende mbali ya kawaida. Sikilize Kasuga, usiende mbali. Daraja la makipa yetu kwenye ligi yetu wengi ni average. Yani wala usianze sijui unajua daraja la magolikipa wetu wengi kwenye ligi ni average. Wengi ni average. Yani hiyo ndo kauli ambayo naweza nikarudia kukwambia. Magolikipa wengi kwenye ligi yetu ni average. Wana makosa mengi sana. Isipokuwa tu na tunasema technicality ya wachezaji wetu na yenyewe pia inakuwa iko chini kucapitalize mapungufu ya magolikipa. Yani kwa mfano kabla ya ujio wa Diarra Aishi alichukua golikipa bora wa misimu mitano mfululizo nazungumza. Na bado swala la Aishi na magolikipa wengine ilikuwa ni kama ardhi na mbingu. Kiu bora. Alivyokuja Diarra ndio kumchallenge Aishi Manula. Yaani unazungumza habari ya kwamba Aishi na magolikipa wengine alikuwa anaonekana ni ardhi na mbingu. Of course wengine wanajitahidi utasogea hivi, lakini makosa ya kila siku na ni ya kizembe yatafanyika mara kadhaa. Tutazame pia goli la pili namna ambavyo lilifungwa kwa upande wa Mbeya City. Ni goli ambao pia lilipigwa kwa umbali kidogo. Unaweza kaona build up yake hiyo, na kwa upande wa Dodoma alikuwa wamecommit team mbele zaidi. Wakapoteza mpira ikapigwa. Ili alisalimu ili hayumo. Ili hayumo. Hii hana cha kufanya. Hii hana cha kufanya. Hili goli limefungwa katika kile ambacho alikuwa anakizungumza Godlisten hapo. Hii inaonekana ni mechi ambayo wachezaji waliitaka zaidi. Angalia ni wachezaji wangapi wa Mbeya City walikuja kwa kasi baada ya Mwajanga kupata mpira. Yaani kuona kwamba wamepora mpira. Hapo Mwajanga yuko na Yaya Mbegu, lakini angalia wengine wangapi wameongezeka. Alafu at the same time tunayemzungumza hapo kuchukua mpira kutoka kwa Mwajanga. Mwajanga ni mshambuliaji. Yaya Mbegu ni beki. Umeelewa? Lakini Yaya Mbegu kajikuta yuko na Mwajanga hivi na hivi kwenye kupress ule mpira, na walivyopola Yaya Mbegu akujua kwamba mimi ni beki. Unaweza kuona pressing ambayo aliifanya hapa. Tena yeye ndo alianza kuifanya. Yaya Mbegu akachukua mpira akaweka kwa Mwajanga, Mwajanga kauhold vizuri akaweka hapo. Angalia idadi ya wachezaji wa Mbeya City waliokuja kuongezeka kasi. Maana yake mpaka hapo bado tena ikawa 4 vs 3. Wachezaji watatu wa ulinzi na 4 wa ushambuliaji. Kwa ukiacha na swala la Yaya Mbegu kupiga ule mpira, bado alikuwa na nafasi ya option kama 2 mpaka 3 za pasi ambazo zingeweza bado kuzaa goli. Na alipora mpira Ambokile ambaye ndo alikuwa yuko kwenye front line. Alianza na Vitalis. Baadaye Vitalis anampisha Oscar Mwajanga, lakini nilipenda sana ile tunasema lipa fadhila basi kwa kile ambacho umetoka bench. Hawa kina Omari Buzungu wameingia, wamepresi sana, lakini commitment yao kwenye half ya Dodoma Jiji, hasa baada ya kugundua Dodoma saikolojia yao sasa hivi ni kusawazisha, walau wawini pointi moja kila saa. Unajua kabla goli hili kufungwa nilikuwa nimekaa na Domayo hapa, nikawa namwambia unajua Dodoma amekutwa kwenye situation za aina hii karibia mara 3. Hii issue inaweza kuja itakuja kuzaa goli. Nafikiri kama dakika 10 mbele kinakuja kutokea hichi, na nafikiri maybe ndo sometimes tunasifia pia kwenye mabenchi ya watu wanasoma moment, kila moment, mbona hii moment imekuwa inajirudia? Tuendelee tukaicapitalize, na nafikiri Yaya Mbegu asingefunga ile goli, nafikiri wangemlaumu sana kwa nini zile options zilikuwa nyingi za kupasia. Alikuwa na option 2 upande wake wa kulia, angeweza kupasia na jambo lije kwa jambo. Lakini pia kwa upande wa kikosi cha Singida Black Stars, wao wakiwa wapo ugenini wakaondoka na alama moja mbele ya Kagera Sugar kwa kutoka sare ya bao 1-1, na inawezekana labda ni game ambayo kwa upande wa Kagera waliamini kwamba labda tunaweza kufanya kitu, lakini Singida wao pia wakaweza kupambana. George, ni game ambayo Singida alikuwa anatazama mwendo wake utaendaje, lakini mapema unaonyesha mashaka mbele ya Jonathan Soa. Wengine huko wanaangalia tu numbers, bwana Soa huyo anaingia kambani, anafunga
na ni kwenye eneo la matumaini. Ndio maana Hussein Masanza baada ya mechi ya kwanza Soa alivyofunga akasema nadhani mnajua tatizo lilikuwa wapi. Akataa kuitisha na upatu kabisa, eti wasemaji wacheze mchezo wa upatu kwenye kila mzunguko wa ligi, mshambuliaji wako akifunga wewe ndio unapokea, watu wote wakuchangia wewe, kwa sababu unajua kabla sijaingia kwenye Kagera walitangulia kupata bao. Yes, kabla sijaingia kwenye mechi ya Singida kuna kitu kimoja pale kwenye ile mechi ya Mbeya City, samani kidogo nitakizungumza, sio cha kiufundi lakini kinanikwaza mimi binafsi. Kwa nini timu zetu ligi inapoanza zinakuwa haziko tayari kwenye uniform? Yaani umeona Mbeya City zile jezi gani? kama za mazoezi. Yaani nakwambia hivyo kwa sababu mechi yao ya kwanza ambayo walicheza nyumbani dhidi ya Geita walivaa t-shirt zambarau kaptula blue. Yaani unmatching uniforms, yaani vitu havieleweki. Ile ilikuwa zile jezi za raundi ya kwanza walizovaa Mbeya City. Ni jezi ambazo kuna msimu walikuwa na rangi ile ya bukta, alafu kuna msimu wa ile rangi ya juu ilikuwa ya msimu uliopita ile ya juu. Kwa hiyo inaonekana wakati msimu wanaanza kit manager inaonekana alivyoingia labda alikuwa anaangalia sio kit manager, bukta yenye afadhali ni hii ya juu yenye afadhali, wakachezea mechi ya kwanza. Jana wakaja wakachanganya chini nyeusi. Yani pale sio tu maybe labda jezi mpya za msimu labda hazijatoka bado. Kwa nini timu zetu zinakuwaga haziko tayari ni uniform? Na Mbeya City inakuwaga hivyo kwa sababu jezi huwa inachelewa kuja. Yani iko hivi unapokuwa unaelekea kumaliza msimu, anza kudiscuss maswala na production za jezi za msimu mpya, au kama bado hujaanza hakikisha hizo zomalizia msimu ziwe katika wakati mzuri wa kuanza nazo. Sijui kama unaelewa. Lakini sio ile kachumbali ambayo imefanyika pale. Alafu hata majina mgongoni. Tumeshafika mbali kwenye level ya ligi. Haiwezekani. Unajua hata commentator asipomtaja jina mchezaji. Football ni mali ya watu according to FIFA wanavyozungumza. Kuna mtu anatazama, anataka kujua, aone jezi. Kuna mwingine asikia majina kwa sababu yuko uwanjani. Na kuna wenzetu wana disability. Sasa kwa mfano anataka aone jina mgongoni. Yes bana, Mbeya City tunaamini sio tu wao, niko very disappointed. Mashujaa wamecheza jezi zao hazina majina. I'm like ulimwengu wa sasa hivi mliwezaje kuprint namba mkashindwa kuprint majina? Premier League. Bana, hii ni challenge ambayo tunaamini timu za ligi kuu wanapaswa kuichukua kuendana na wakati lakini pia vile kwa upande wa Mbeya City jezi yao ambayo walivaa mwanzo kidogo ilileta maneno, lakini pia jana walikuwa story bwana. Kwanza kuanzia wanashuka kwenye gari muda ule timu inafika tayari watu wako washaanza kuwatazama. Kwa hiyo tunaamini Mbeya City kama kuna jambo la ufanuzi kwa mashabiki wao kuhusiana na jezi tunaamini watalitoa na kupitia viwanjani hapa tutahakikisha kwamba tunawafikia ili kila kitu kiweze kuwa kwa ubora kabisa. Tunapata mapumziko mafupi, tutarejea kuja kutazama kwa undani zaidi matukio mengine ikiwemo mechi ya Singida, lakini pia mechi za leo. Young Africans watakuwa wanashuka dimbani kucheza dhidi ya Coastal Union majira ya saa 12:30 jioni katika uwanja wa KMC Complex. Tegemea kitu gani kutoka kwa Yanga leo? Lakini kocha Florent Ibenge na vijana wake wa Azam FC watajiuliza mbele ya kikosi cha TRA United. Hayo ni ambayo tutakuja kuyachambua baada ya mapumziko mafupi. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Jojo pamoja na Godison Muro. Stoke, endelea kubaki nasi. Hii ni Azam Sports 1 HD.
Yes, shukran sana kwa wewe ambaye bado upo pamoja nasi kupitia Azam Sports 1 HD. Hii ni Viwanjani na tupo bado tunaendelea kutazama taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, na tumetazama matokeo ya michezo ya raundi ya pili ambayo ilichezwa hapo jana, lakini pia vile itakuwa ikiendelea leo kwa michezo mingine mitatu kuchezwa, michezo ambayo itakuwa inakamilisha raundi ya pili ambayo tutakuwa tunaimaliza hii leo kwa michezo kuweza kuchezwa. Kwa hiyo tutaanza hivi sasa kwenye saa letu la pili ili kutazama kile ambacho tunakitaraji katika michezo ya hii leo. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Jojo pamoja na Godlisten Mulo, na moja kati ya eneo ambalo hii leo litakuwa linatazamwa zaidi, hususan mara baada ya Simba kupata matokeo ya ushindi hapo jana, ni kitu gani ambacho bingwa mtetezi Young Africans atakuja nacho hii leo kwenye mchezo wake, ambapo mabingwa watetezi Young Africans itakuwa na kibarua kizito hii leo majira ya saa 12:30 jioni, ambapo itakaribisha kikosi cha Coastal Union kwenye uwanja wa KMC Complex. Yanga Sports Club ilianza kwa kushinda mchezo wa kwanza, ambapo iliibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo kwenye mchezo ambao walicheza ugenini kule mkoani Lindi. Wakati kwa upande wa kikosi cha Coastal Union, wao mchezo wao wa kwanza walianza nyumbani na walikubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa upande wa kikosi cha Mashujaa FC, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Mkwakwani. Mashabiki wa Yanga wanatarajia kuwaona wachezaji wao wapya Stefan Ziziki na Selemani Mwalimu wakitumika katika mchezo wa hii leo. Huu ni mchezo ambao utatazamwa na watu wengi zaidi, tunaamini hivyo, kwa sababu usajili waliofanya Yanga, kila mechi watatamani kuona timu yao itakuwa ina muonekano upi. Mara mwisho nilikuwa na Godlisten hapa tukapeana challenge ya muonekano wa kikosi, namna gani ambavyo mwalimu anaweza kawa naipanga timu yake. George, unaamini moja kati ya mvuto wa mechi ya hii leo hususan kwa upande wa Yanga ni mwalimu atakuja na lineup aina gani, hususan urejeo wa Stefan Aziziki, lakini pia kusajiliwa kwa mwalimu? Unajua hakuna maswali ambayo mwalimu anayapenda kama hayo. Yaani kwamba leo watu wajiulize nitakuja na kikosi gani? Leo nitakujaje? Yaani wewe uko katika nafasi ya kwamba umewekwa kwenye nafasi ya ugumu wako wewe ni kwamba umpange nani? Kwa sababu una wachezaji wengi wazuri tayari ushakusanywa na uongozi wako. Lakini hamna kitu kibaya kama uweke katika position ya kwamba sasa hapa mimi nitafanyaje? Unajua nitafanyaje ni swala lingine, na kwamba nimpange nani hilo ni swala lingine. Ukiangalia kwenye maandalizi ya timu msimu huu na kila kitu kinachoonekana, yani Yanga inaonekana ni kama timu fulani ambayo iko kwenye maandalizi au iko katika wakati sahihi zaidi kuliko timu zingine zote. Kwa sababu kumeonekana kuwa ndio kuna utulivu zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote. Na ndio mashabiki ambao wanaonekana wamefurahishwa na sajili zao kuliko timu nyingine yoyote. Na kumbuka hivyo vitu vyote tunazungumza, huyu ni mtu ambaye kashachukua ubingwa mara 5. Kwa hiyo unaanza kuona ana ile hamu ya kutaka kutetea tena, na ameanza kwa kukusanya timu ambayo imejenga atmosphere ya watu kuona kwamba hawa jamaa wametengeneza timu nzuri. Imani ipo tena, watu wanaamini. Yani kuna vitu vingi ambavyo Yanga inatisha wengine kuliko watu ambao wanaweza wakahofia. Sasa swali lako ukirudi kwenye mchezo wa leo, ni ambacho kinaweza kuvutia. Cha kwanza, mimi sitarajii kwenye mchezo wa leo kuona labda kama Azizi anaweza kaanza. Sijui atakuwa amefanya vipi huko kwenye mazoezi yake, lakini sidhani kama ni kikosi ambacho moja kwa moja Azizi anaenda anatembea tu ndani. Japokuwa ubora wake ndio kitu ambacho pia Yanga inakikosa katika eneo la kiungo cha safu ya kiungo mshambuliaji. Lakini make no mistake, hii ni mechi ambayo Yanga anacheza dhidi ya Coastal Union, ambao Yanga ana nafasi au ana kikosi cha kuicontain Coastal bila hata Azizi. Umeelewa? Kwa hiyo ukisema tu leo na Azizi ana walk through kwenye hicho kikosi, kuna picha unaanza kuitengeneza kwa watu wengine ambao tayari walishakuepo kwamba kwa hiyo kumbe Azizi hayuko kwenye position ya kugombania nafasi. Yani ni mtu ambaye anakuja tu ana walk in. Sina hakika na match fitness yake ikoje katika level hii, lakini naamini ni mchezaji ambaye labda anaweza akatake part kwa dakika chache za mchezo husika. Hata kama mwalimu akiamua simtumie kabisa kwenye mchezo wa leo, pia unaweza kujaribu kumuelewa, kwa sababu sina hakika amefanya mazoezi na timu kwa muda gani kiasi cha kuelewa nini ambacho timu inahitaji. Of course ni mchezaji mkubwa ambaye haimhitaji muda kwa yeye kuelewa nini mwalimu anakitaka, kwa sababu kuna zile picha za kuibia za kikachero ilikuwa inaonekana. Kuna nyakati tunaona Young Africans wanafanya mazoezi na yeye utamwona kwa mbali. Kwa hiyo inawezekana labda kwenye mipango ile ya mwalimu labda alikuwa usiki na kundi kwa ujumla, lakini alikuwa anaonekana yupo kwenye mazingira ya mtindo huu. Na siku ambayo alitambulishwa ilikuwa ni siku ambayo Young Africans walikuwa na mchezo dhidi ya Namungo. Kwa hiyo kama kujoin na timu moja kwa moja, manake mara baada ya timu ilipokuwa imerejea, walicheza Jumamosi
kwa kuna safari kurejea, wameendelea na mazoezi. Kwa hiyo inawezekana mpaka hii leo tunazungumza Jumatatu tu kocha karudisha kambini. Jumatatu tu atakuwa amerudi kambini kuendelea. Kwa hiyo Godlisten dhidi ya Coastal Union ambayo tuliona kwenye mchezo wa kwanza, kikawaida huwa wanasema mechi inakuwaga sio nyepesi sana, kuanzia mazingira ya nje, tamaduni. Hizi timu tunajua zote ni timu za kitamaduni. Tutegemea kuona mechi aina gani? Nafikiri labda ni misimu 4 au 5 iliyopita, lakini misimu hii 3 mpaka 4 ile ugumu wa hii mechi umepotea kabisa, kwa sababu ya level mbili ambazo zimetengenezwa. Yanga wamepandisha sana daraja lao. Coastal ni kama wamekuwa wana stack sehemu. Mafanikio yao makubwa sana ni kucheza fainali ile ya shirikisho dhidi ya Young Africans, lakini na pia kumaliza nafasi ya 4 chini ya kocha David Ouma. Wakaenda shirikisho, wakatolewa hatua za awali tu na Bravos Dumakizi ile ya Angola. Lakini kutokea hapo Coastal wamekuwa ni aina fulani ya kiwanda tu, kinaingiza malighafi kinatoa, kinaingiza kinatoa. Hakuna malighafi ambayo imekamilika, inabakia kwamba ni ready made kwa ajili ya matumizi ya hapa. Kwa hiyo nafikiri Coastal atajaribu kuonyesha kile tu ambacho timu nyingi ambazo za madaraja ya kati ya msimamo ama chini ya msimamo yanafanya. Kucheza mechi dhidi ya Simba na Yanga, unacheza dhidi ya attention, unacheza dhidi ya macho ya watu wengi, unajaribu kutaka kuprove. Ni mechi ambazo kila mchezaji anajaribu tu kuona soko lake linaendelea kukua kwa kiasi gani. Kocha anajaribu kuona soko lake linakuwa kwa kiasi gani. Msimu uliopita uliona Amani Josia na Dodoma ndio timu pekee iliyoifunga Young Africans. Story kubwa ilikuwa sasa ni kila mchezaji alivyoweza kujiinua, kina Waziri Junior, kina Mwana Kibuta na kadhalika. Kwa hiyo hata mchezo wa leo unaweza ukauleta kwenye picha ya kimbinu, ukasema yes, Fikiri Elias ni mkufunzi, haishi tu kuwa kocha, ni instructor, yes. Ndio. Lakini anacheza zidi ya Mankoba ambaye of course tayari amesha prove kwenye eneo lake kama kocha PSL, ndo yupo sasa kwenye kikaango cha kuprove kwenye ligi yetu. Na jana kocha Mankoba kwenye press alivyokuwa anazungumza, alikuwa anataja mchezaji mmoja mmoja. Nafikiri ni utamaduni wa makocha wa kuna Kichuya, kuna na Mikwala anapenda kutisha watu. Unakumbuka kwenye mchezo uliopita hata alivyokuwa anamzungumzia Mgunda, anapenda kutisha watu. Lakini inaonyesha picha kwamba kuna ABCs ambazo alafu ni utamaduni wa makocha kutoka PSL. Fadlu Rula ni aliyekuja na Mamelodi anacheza na Yanga hapa, akawa anazungumza, akamention kosi nzima mpaka benchi. Kwa taarifa ambazo zipo, unajua Mankoba ni mtu ambaye ana ukaribu na Romain Folz, ana ukaribu na Sed Ramovic. Sed Ramovic, okay. Yes. Kwa hiyo ni mtu ambaye inawezekana taarifa za ligi yetu anazo kupitia wale wenzake. Alafu pia ukiachana na huo ukaribu ya wale watu ambao kwa nao kumweleza labda masuala ya ligi, lakini ameenda kwenye timu ambayo wale wamepita. Kwa hiyo basically wale watakuwa wameshamueleza, wampa ABC za kwamba okay, ile ni timu ya aina gani, uhitaji wake ukoje, na wachezaji pia waliopo ni wakina nani. Kwa sababu kuna 70% ya wachezaji ambao wapo saizi kwenye kikosi cha Yanga wameshafanya kazi nao makocha wawili. Kwa hiyo ni kama vile ana ABC yote ya kikosi plus ligi yenyewe. Sasa kwa mfano hapo umesema Coastal wana kocha ambaye ni instructor. Umeelewa? Lakini instructor anakutana na Mankoba wakiwa na vitendea kazi viwili vya ubora tofauti. Umeelewa? Kwa hiyo ni ngumu pia kutaka kuwaweka toe to toe kwamba okay, huyu kama yuko kwenye level ya instructor manake technically na yeye ni mzuri, lakini ana working tools za aina gani dhidi ya huyu mwingine. Hapo ukiangalia madaraja ya ubora baina ya Coastal Union na Yanga pana mpishano mkubwa sana. Umeelewa? Kwa hiyo katika namna moja au nyingine anaweza kawa na mbinu sahihi kocha wa Coastal Union, lakini asiwe na vitendea kazi sahihi vya kudhibiti ubora ambao Yanga wako nao, na Yanga wako na variety ya silaha ambazo wanaweza wakazichagua. Kwa hiyo natamani tu kuona Coastal watauliza maswali gani kwa Yanga, hususan ukizingatia kwamba mchezo wa kwanza kwenye eneo zima la maswali. Coast tunajua
itakuja kama timu ya pili, maanake wanaweza muda mwingi wakawa wapo nyuma ya mpira, na sio tu Coast peke yake. Timu yoyote unayoona ligi kuu Tanzania dhidi ya Yanga inaenda kwa pili, inaenda kwa timu ya pili, ambapo tuliona pia Namungo walifanikiwa kipindi cha kwanza kuwa nyuma ya mpira, tukaona Young Africans kwenye kutengeneza kidogo nafasi ikawa ngumu, zikawa zinapigwa cross ambazo pia nyingine zilikuwa zina faida, lakini kuna eneo hapa mligusa kwamba mwanzoni au kwenye ile mechi dhidi ya Namungo, eneo ambalo lilikuja kuzungumzwa ni eneo la namba 10, kwa sababu ilikuwa inaonekana wanakosa kama kwa master, mtu wa kulicommand lile eneo la ushambuliaji, ndio maana Boka kaonekana kama ndio mtengenezaji wa kwanza kumwaga maji tu. Mechi hii pia Coastal tunategemea watakaa nyuma. Ni mechi nyingine ambayo pia inaweza tukaona namna gani ambavyo mwalimu anaweza akaisolve hiyo equation ya eneo la namba 10. Kama Coastal kikaa nyuma, watafungua kwa mtindo upi? Ni cross tena au ni pale ndani? Afrika Suga timu kuja kwenye kiwanja kusema itakuwa ya pili ni matokeo ya game ikishaanza. Yani Coastal of course fikirini atazungumza kuhusu discipline, yes, kuhusu kuwa na nidhamu dhidi ya timu wanaokutana nayo. Players wana utafsiri wa tofauti kwenye hichi. Kunakuwa na discipline kwa kudili tu na mchezaji mmoja mmoja hatari, na kunakuwa na discipline kwa kudili na system yao inavyofanya kazi, ambapo unaweza ukaja ukawa na discipline ya kiulinzi, kwa maana kwamba ukaingia ukasema mimi leo ubora wangu wa kwanza unaanza kwenye kujilinda, kwa sababu kuna timu zinakuja hakuna notable player, yani wanasema huyu ndio kuchunga hatari, ila system yao inakuparalyze. Kwa mfano tunaenda mbali, kama mechi ya kwanza ya Yanga ukiitazama, upande wao ambao ulikuwa na threat ni upande wao wa kushoto zaidi, ndio ambao unaonekana kutengeneza nafasi nyingi, ambako Max alikuwa based kule na bwana Boka na Boka na sometimes Kangwanda pia, kwa sababu Kangwanda alikuwa anaingia ndani. Umeelewa faida ya Boka na kwa nini kiufundi Yanga ilikuwa inawezekana kumwacha Boka? Yes, umeona. Mtarudi nyumbani, lakini tuanzie tu hata huko duniani. Spain hii ya juzi ukimtoa Lamine Yamal kwamba ndo yani talk of the town, yani media zinamzungumza yeye, dhidi ya timu nyingi sana ulikuwa unaweza kuwataja mastaa wa wapinzani kuliko Spain. Yes. Lakini ile system yao ni ugonjwa, ni kirusi hatari. Yani ukikutana nao ile system inakushut down. Bwana sikiza, wanakuhambo, tuje tuzungumze sasa kwenye system. Kwa sababu hata kwenye system ya Spain ambayo Godlisten labda wajaribu kuizungumza, kulikuwa kuna Lamine Yamal ambaye alikuwa anatokea wide, ambaye alikuwa anaonekana kuwa ni threat zaidi kwa upande wa upinzani. Lakini kwa kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni hatari zaidi, ambaye alikuwa ni Dani Olmo, ambaye alikuwa anacheza ndani. Kwa hiyo watu walikuwa wanamzingatia Lamine Yamal, lakini kwa kuna Dani Olmo ambaye ndio eneo tunalizungumza sasa, lile la ndani pale jikoni. Sasa timu tunaposema inakwenda kuwa ya pili kwenye mchezo, ni baada ya baadhi ya moment ambazo tayari mechi imeanza na unalazimishwa, yani hauchagui kwenda kuwa wa pili. Unaweza ukacheza nao wamekuja wako unga, kila wanachokifanya hakitoki kutoka jiwe kuwa dhahabu. Wewe kama utakapitalize utapata matokeo. Kwa sababu wewe umechagua nini? Matokeo au umechagua kwenda kudili nao kwenye kucheza. Sasa quality aliyokuwa anazungumza Jobu ndo wakati mwingine huwa inasababisha hao tunaona wa pili kwenye yale matukio na utekelezaji wa matukio. Kwa mfano work rate waliokuwa nao kina Boka, ya Okwasi, Max, Mudathiri, Dukiabuya, yani nje tu ya zile talenti zao, nje ya uwezo wao wa kiufundi, commitment, yani the way wanapotoa 100% kiwanjani, hiyo ndo faida namba moja ya kuifanya timu inakuwa ya pili kwenye mchezo. Tunaweza tukazungumza tu jamaa wana quality, yes it is one thing. Wewe unaweza kuwa wewe huzungumzi kwenye quality kwa sababu ya jina dogo. Ukija ukafanya mara mbili ya wale, utawasababisha wafikiriwe, mashabiki wataanza mbona leo timu inacheza ovyo. No, sio kwamba timu inacheza ovyo, lakini sometimes commitment ya wachezaji ndio ambayo inatengeneza ukubwa wa timu, kwamba unavyocheza Coastal Union na ukavaa jezi ya Yanga, ya Simba au hata sometimes ya Azam, maana yake kuna level ya upambanaji ambayo inaongezeka. Ni kama kwenye maisha ya kawaida kwamba nikisha kuwa tayari kwenye maisha na natakiwa nilipe bili kiasi fulani, hata kiwango chako cha utafutaji kinakuwa cha tofauti. Na Kasuga umeongea vizuri, kwa sababu tunavyosemaga Coastal itaingia ya pili, Yanga anaonekana anaingia wa kwanza. Sio kwamba wale kina Max watatoka jezi zao kavu, wanavuja jasho, lakini tunamenya watatoa kitu extra. Sasa ukija kuplasi na ile quality yao na commitment, ndo unapata kwa nini Coastal wanakuwa wa pili kwenye mchezo, kwa sababu inategemea na Coastal naye anakuja kutoa kitu. Ndio kuna makocha waga wanakuja wanasema mimi nitajaribu kufanya kile ambacho ni mpango wangu namba moja. Namba moja inaweza kuwa yeye naye anataka aposesi, apishane. Akifungwa 6-7 atajua mwenyewe. Iliwahi kuwakuta KMC wanapishana na Azam, wanapishana na Simba, wanapishana na Yanga, wanapishana na TRA, unakuta mechi inaisha 5-1. Sasa
inaweza kuwa amekuwa wa kwanza kwenye nini na wa pili kwenye nini. Unaweza ukawa wa kwanza kwenye possession lakini wa pili kwenye matokeo. Unaweza ukawa ni wa kwanza kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja lakini wa pili kwenye tactics, mwenzako akakunyoosha. Na ndio maana Yanga ashapoteza na Dodoma, kashapoteza na Tabora, au sio? Anapoteza na Azam. Kwa hiyo unakuta unakuwa wa kwanza kwenye quality, unakuwa wa kwanza kwenye possession, wenzako wanakuwa wa kwanza kwenye matokeo. Kwa hiyo inategemea hiyo kuwa wa kwanza na wa pili, tunataka tuizungumze kwenye mrengo. Kwa hiyo fikiri Elias leo inawezekana kwamba kuna maeneo ambayo yeye anaweza akawa ni namba moja kwenye ulinzi. Kwa mfano nikupe swala moja. Sumona tunazungumza Yanga labda inahitaji mchezaji kiungo mshambuliaji pale juu afanye vitu leo wanaweza akacheza bila Azizi na pengine hiyo shida hata usiione. Yes. Yeah. Kwa nini? Hiyo shida utaiona pale ambapo mbinu ya timu pinzani imefanya kazi kwa kiwango gani na wamekuja na mbinu gani. Namungo wao waliamua kwamba sisi hatupitiki katikati, tafuteni pa kupita. Umeelewa? Timu yoyote ukishaona inaanza kuruhusu kupitwa katikati, hiyo timu inashuka daraja. Umeelewa? Yani hiyo timu inashuka daraja. Yani ukishaona timu inaanza kuruhusu magoli kupitia eneo la katikati, hiyo timu imeshuka daraja. Hiyo kitu alikuwa anafanyaga Mtibwa, alikuwa anafanya KMC, na nilikuwa nawaambiaga kwamba bahati nzuri nikipata nafasi ya kwambia, nikawa nawaambiaga Mtibwa msimu ule kabla hawajapanda tena kushuka msimu huu, nilikuwa naambia nyinyi mnaruhusu magoli katikati. Yani mkisha kuwa rahisi kupitika katikati na mnaruhusu, na tukisema katikati maana yake watu wasijue kwamba labda ni eneo la midfield. Yani wewe unafungwa goli kwenye mapana yako ya boksi pale. Yani hapa watu wanapiga 1-2 na wanapenya hapa. Yani manake hawahangaiki, hamna mtu yuko pembeni, uko nini hapa kwenye center back wako, kwanza kwenye kiungo chako cha ulinzi. Watu wanatengenezea kutokea hapa. Watu wanatengenezea kutokea hapa. Bwana ndio case study nzuri. Umenielewa vizuri? Ukishaona timu inaruhusu hiyo, hiyo timu imeshuka daraja. Yani imeenda na maji. Sababu eneo la kwanza linalobeba timu ni eneo la kiungo. Kama hilo eneo watu wanakuchezea pale. Sasa ukiangalia kama Coast hawatokuwa imara katika hilo eneo, kwa maana kuanzia kiungo chao cha ulinzi kuja kwa center backs wao, Yanga atawapick up kwa urahisi. Au Yanga tunaosema wana mapungufu hayo ni kwa sababu wanakutana na timu ambayo imeamua kuwa compact katika eneo lile. Kwa zile 1-2 zao hazifunction kwa sababu pale wameweka watu wengi katika eneo. Na inawezekana sio mapungufu, lakini ni standard ambayo tunaipa Yanga. Yani kuna standard ambayo tunasema Yanga inabidi hapa tena. Of course, kwa sababu na sio kama hichi kitu tunakitoa tu kichwani, walishawahi kutupa kwenye misimu mitatu. Kuna timu ambayo tunaona hichi kitu mlikuwa mnakifanya kipo. Yani wakati ule wa Azizi, wakati ule wanapiga Azam, wanapiga nani, walikuwa wanatuonyesha hicho kitu tulikuwa tunakiona. Kwa hiyo ndio maana watu wanakidemand na wanasema bwana kuna upungufu wa hichi kitu kwa sababu kiliwahi kuwepo. Umeelewa? Ndio maana watu wanakiulizia. Kwa kama Coast akiona labda akasema tu bwana Yanga sio kama ana shida hiyo, shida yake itaonekana kwenye hilo eneo kama wewe utakuwa bora kujilinda katika safu ya kiungo cha ulinzi kuja kwenye center back. Lakini ukiwa na Lenali atapita hapo na utaona kama kuna shida hiyo namba zitatengenezwa nafasi mpaka mwenyewe utasikia kichefuchefu. Bana, hao ni Young Africans ambao watakuwa wanacheza na Coastal Union majira ya saa 12 jioni kwenye uwanja wa KMC Complex, ikiwa ni mchezo wa pili kwa timu zote hizi mbili wanakwenda kutupa karata zao. Tayari Yanga wana alama 3 mkononi ambazo walizipata ugenini, wakati Coastal Union wao watakwenda kutafuta alama ya kwanza au alama 3 za kwanza pale ambapo watakuwa na challenge dhidi ya kikosi cha Yanga. Pati yoyote ya kuvutia leo ambao utaitupia jicho zaidi kwenye mchezo? Sina. Wedrisen, leo jicho lako litakuwa wapi kwenye mechi, eneo lako la kuzingatia, talking point yako leo? Nafikiri kwa Coastal Union surprise kubwa maybe ni kwao kuvuna alama yoyote kama wanaweza kupata kama wanaweza, lakini kwa sababu juu kirahisi wanaweza kujikuta na 0. Mechi ya kwanza mpoteza kwa Mashujaa. Kwa hiyo leo kirahisi tunaweza kujikuta na 0, alafu tayari mechi mbili zishaenda. Sababu tena wamepotezea Mkokwani. Mechi ya kwanza na ukumbuke hapa Dar es Salaam baada ya Yanga Simba akimaliza safari yake ya Singida anakuja akirudi yuko nao. Nipo na Coastal. Kwa hiyo wana mechi back to back afu zote tough. Sawa sana Kagera alivyoanza. Ameanza na Simba, Singida. Amepewa Singida. Kwa hiyo nafikiri kwa Coastal ni hicho, lakini kwa Young Africans maybe baadhi ya wachezaji ambao bado hawajaanza kupata nafasi. Kwa mfano Azizi inawezekana watu wengi wanamuwaza, lakini makocha huwa sometimes wana zile taarifa fitness inasemaje, department itueleze. Watu wanaweza kuwa wanamtarajia bwana X factor
vipi, lakini benchi la ufundi pana lile. X Factor wa nchi alisubiriwa sana, alizungumzwa sana tangu Fadlu, lakini X Factor amekuja kupatikana msimu huu na amepatikana upande wa Young Africans, na watu wanaweza kadimandi kama X Factor anaweza akarejea. Pia nimeona kijeli kutoka upande wa dada yangu Christina Mwagala akizungumza kuhusu X Factor, na wao wakina Christina Mwagala na TRA yao bwana watakuwa wana mchezo hii leo. Wao wameendelea kusalia jijini Dar es Salaam mara baada ya mchezo wa kwanza TRA United kucheza na JKT, mechi ambayo walitoshana nguvu kwa sare ya bao 1-1. Watakuwa wanakuja kujiuliza dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 3 kamili za usiku. Timu hizi zote mbili zina alama 1-1 baada ya mchezo wa kwanza Azam nao kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya kikosi cha Polisi Tanzania. Ni siku nyingine ambayo najua hata hii meza hapa tulivyokaa tutamtazama zaidi kocha Ibenge atakujaje. Mechi iliyopita lineup ilichambuliwa sana, hususan kumwona Imidi yupo ndani lakini pia Kanuti yupo ndani bana, inakuwaje na Kiswanya pia yupo ndani. Maswali yakawa mengi. Unacheza dhidi ya Polisi, kwa nini timu ina muonekano wa kiulinzi zaidi? Lineup ya Azam FC leo nadhani litakuwa ni eneo la kwanza watu kutazama kocha Ibenge atakujaje, kwanza kwa rasilimali alizokuwa nazo, usajili uliofanyika wa kiwango chake, lakini kuona kama leo atavaa mabomu, kuonekana kuwa na timu ambayo itakuwa ni attacking zaidi, wakiendelea kumkosa Faisal. Hivi unakumbuka siku tulikuwa tunajadili hapa nikakwambia Ibenge ana flourish kwenye mechi ambazo yeye anakuwa wa pili uwanjani. Yaani hizo ndo mechi ambazo yeye ana flourish. Mechi ambayo naona inaweza ikawa ngumu. Ananawili kwenye hizo mechi ambazo yeye anahesabika kama ni wa pili uwanjani. Au ananawili akikutana na timu ambayo yenyewe haimuofii yeye, inakuja mbele ili aweze kuchukua hayo maeneo ambayo yanakuwa yanaachwa wazi, na anajua sana kuiseti timu yake katika namna hiyo. Yaani hapo usifanye makosa. Ukifanya makosa hapo atakuadhibu kila leo na utokaa ujue uliadhibiwa katika namna. TRA walimpiga chuma 4, inawezekana akaja tofauti. Azam alimpiga chuma 4 TRA. Msimu uliopita Azam alipigwa chuma 4 Arusha pale. Ile Chobodo anapiga goli chini huku anamtungua Manula. Ami Mapaka. Ami Mapaka alipiga chuma 2 za heda. Kitu ambacho tunaweza nikakueleza, nimeangalia mechi ya TRA na JKT ya mzunguko wa kwanza. Kwangu mimi ile ndo mechi bora mzunguko wa kwanza. End to end attacking. Yes. Alafu 1-1. Alafu observation yangu imefanya nione kwamba TRA wana timu bora kuliko msimu uliopita. Yaani observation yangu kuna watu wameonekana kuwa na mpira mzuri kuliko yani kuna ubora umeongezeka kwenye baadhi ya maeneo. Sasa sijajua kwa leo dhidi ya Azam atakuja kufanya nini, lakini nina uhakika itakuwa ni moja kati ya mechi bora, kwa sababu moja kati ya makocha ambao ni waumini wa mpira mzuri na ni waumini wa kutokuwa na nidhamu ya uoga dhidi ya timu kama hizi ni Etienne Dairagije. Na at this time Etienne ni kama ana timu ambayo kaiunda kuanzia kwenye usajili na amekuwa na ile pre-season yake na timu. Kwa hiyo nasema amepata muda mzuri wa kufanya preparation na timu yake. Kwa hiyo tutakachokiona kinakuwa displayed na TRA ni ideology ya mwalimu mwenyewe baada ya kuwa amekaa na timu nusu msimu uliopita, akaenda kwenye dirisha kubwa na akaenda pre-season na timu hii sasa hivi yuko nayo. Kwa hiyo ni ideology ya mwalimu kwa sababu tayari ameshakaa na timu saizi takriban miezi zaidi ya 6. Kwa hiyo tayari timu anaifahamu na nini ambacho inaweza ikafanya. Kwa hiyo watu wasidhani kwamba Azam ana mechi rahisi leo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kabisa usishangae kama ni mechi ambayo ikaisha tena kwa sare nyingine. Lakini on paper kikosi cha Azam ni moja kati ya kikosi ambacho kinaundwa na nyota bora sana. Of course. Ni nyota ambao kwa talenti ni daraja la juu. Inawezekana hii ni moja kati ya eneo ambayo ikawa ni mguu wa kwanza wa faida wa ndani kwa kocha Ibenge. Nafikiri kabla ya kujibu hilo Job alikuwa anazungumza Ibenge ana flourish sana akiwa wa pili. Leo anakutana na kocha mwingine ambaye anapenda sana kuwa wa pili. Kwa maana ya Dairagije. Dairagije anapenda sana transition. Anafunga sana mabao kwenye moment ile ya kupoka na kuandaa haraka. Kwa hiyo nani atakuwa anamtegea mwenzake? Uzuri George ni expert kwenye boxing. Sio ni mabondia wa aina gani ambao wao wanakinga tu. Nafikiri Floyd Mayweather. Nafikiri kwenye kesi ya quality
ndo kile ambacho nilikizungumza mwanzo, quality inakwenda na commitment. Yani tukisema Kasuga Job ana ubora, maana yake wanapokuja kwenye action, yani huwa wanaonyesha quality na wanaonyesha kile ambacho tunasema 100% unavotoa. Kwa hiyo wamerudi wakina Kipre na Sila, walisha prove. Kipre msimu wanaoondoka ndo Faisal alikuwa na mabao 19. Yes. Azizi akawa top scorer bao 21. Yeye alikuwa ni top assist provider. Alikuwa ndo ametengeneza assist nyingi zaidi 9 msimu ule na mabao 9. Kwa hiyo aliondoka na mchango wa bao 18 kwenye ligi tu. Hatujazungumza CRDB, hatujazungumza michuano ya Champions League kwa sababu alishiriki baada ya kumaliza nafasi ya pili. Kwa hiyo kutokea hapo wale wameprove katika ujio wao wa mwanzo, wamekuja second time. Na Kipre mechi ya kwanza na Polisi alicheza. Of course alikuwa na performance nzuri sana akicheza nyuma ya Enoch Molia kama striker. Ana wachezaji wengi sana Ibenge ambao tunasemaga ni ile kichwa kinauma lakini positive. George alikuwa anazungumza kuhusu Young Africans. Yaani unajua unaumwa kichwa lakini positively. Yaani moja kichwa una mtacheza na nani? Yaani kocha unafikiria tu machaguo. Unaangalia dressing room pale, bwana niende na nani. Lakini wewe unaangalia una variety na pick pale na pick pale, lakini tunaaminigi makocha hawapiki tu kwa sababu ana quality. Anaangalia timu anaocheza nayo. Anaangalia aina ya coach, ni mtaalamu akicheza na timu kubwa anafanya nini? Watu gani niende nao? Of course anaweza kawa anawakosa kina Faisal, lakini ni chansi nyingine ya baadhi ya wachezaji kwenye ile eneo la Faisal kumpa majibu ya haraka mwalimu kwamba end of the time kuna emergency za kimpira, kuna majeraha, kuna suspensions za disciplinary issue za kinidhamu. Ikitokea anakosekana labda mechi 10, ni football, ni maisha tu kama maisha ya binadamu ya kawaida, sio? Nitakuhakikishia hapa kwenye creativity naweza nikakupa ubunifu kwenye namba 10. Kwa hiyo nafikiri ambacho ndio kitu nilikiona kina miss kwenye mechi dhidi ya Polisi. Yani ndio maana unampa mwalimu sababu milioni kwa nini na miss Faisal, lakini umpe mwalimu sababu milioni kwa nini hata bila Faisal mpango wako unaweza ukaenda, kwa sababu mawinga of course wanao wengi. Nilikuwa naangalia kwenye eneo la creativity, inawezekana kwa upande wa Azam utamtaja Fei, utamtaja Nado, lakini kuna maongezeko mengine kwa maana Kiswanya alianza kama namba 10. Kiswanya pia yupo. Inawezekana kwenye makaratasi kama unafanya review kama unafanya na Sopo of course ambaye alifunga bao la penalty. Kama unafanya review yako msimu, timu ambazo unataraji zinaweza kufunga mabao mengi, Azam unaweza kuitegemea kuwa namba 1 labda hata namba 2 kutokana na nguvu kazi ambayo wanayo pale juu. Yaani ukimchukua Fei namba zake za hivi karibuni, ukiangalia mchango wa Idinado, haya maongezeko ambayo yameingia, ikiona Kimolia ambaye kaingia pia, kina Sila, kina Kipre kurejea, unaona ni timu ambayo eneo la ushambuliaji inapaswa kuwa ni untouchable kwenye mechi yoyote anayoingia, waga kupata bao na kuwepo. George, nafasi ya 3 kwenye ufungaji. Kwako ipi ambao unaona ni the best kwenye makaratasi kwanza? Kwenye ligi yetu. Kwenye ligi, yes, ambayo ina attacking ambayo Azam ni wale ambao wameendelea kusumbua kwa misimu yote. Kwa maana Yanga, Simba, of course. Azam atakuwepo hapo sasa, ida depend naye Azam ana wachezaji wazuri ambao kama umeyataja machaguo, firepower, nguvu kazi ya Simba kwenye makaratasi na aliyokuwa nayo upande wa Azam, unaamini Azam yupo nyuma ya Simba? Sio unajua hapo mimi sana nachokizungumzia sio tu nguvu kazi ya kuitaja kwa majina. Yaani Simba, kitu kingine kinachosukuma hizi timu za Simba na Yanga wachezaji wao ni mahitaji ya timu. Ile pressure yani. Yani kwamba leo tunazungumza hapa, Dumbi akaanza kusemwa hajacheza hata mechi moja ya ligi bado. Lakini tayari kashaanza kusema tayari you have the pressure, kwa nini ufungi? Kwa ligi haijaanza. Yaani sio kama unaelewa. Yaani ligi haijaanza, tayari you have the pressure, kwa nini ufungi? Niambie leo Azam anaenda kuza mzunguko wa pili. Nani ana pressure kwa nini hujafunga au kwa nini umefunga? Yaani sio kama unaelewa. Msukumo wa nje pia ni mdogo. Kwa hiyo ni kama vile hapa Godlisten alikuwa anatoa namba za Kipre wakati anaondoka, alifunga goli 9, assist 9. Lakini nani alikuwa anampa pressure kufanya zaidi? Umeelewa? Gibrisila wakati anaondoka, nakumbuka alifunga kama mabao 7. Umeelewa? Na vitu vingine. Gibrisila niliwahi kupa ile story yake mara ya mwisho. Lakini moja kati ya kitu ambacho kilikuwepo kwenye ile contract, sasa na kuibia tena siri nyingine, alikuwa akifikisha goli 10 goals and assist, goli 10
kulikuwa na bonasi yake ya dola 4,000 ndani yake, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ni wale watu ambao ulikuwa unaona wanaweka hiyo output Sila Kipre in addition ya Faisal, ni watu ambao wanakupa hivyo vitu. Sopu akiwa fit naye hakosi kukupa kitu. Nado ni mtu ambaye unajua kila msimu kuna kitu atakupa. Lakini sasa the consistency na mgawanyo jinsi atakavyofanya, alafu kuna muda Azam anakuwa anaenda, alafu kuna muda wanasizi. Sasa kwa Simba na Yanga unawapa advantage kwa sababu wale wana msukumo zaidi. Ukisha kwa mchezaji wa Simba au Yanga kwenye nafasi ya mbele, wewe kila mechi watu wanataraji kila mechi unaoingia ufunge. Kama hujafunga maneno yanaanzia hapo. Tena Jobu, kama Nado msimu uliopita kabla hujaisha, nilikuwa napiga story na mtu mmoja akawa ananieleza kuna evaluation ilikuwa inafanyika ya Nado katika process za kuona namna gani anaweza kumboreshea maslahi yake. Unaambia ile tathmini imeonyesha tangu ametoka Mbeya City kuja Azam, nafikiri misimu 5-6 ameshachangia zaidi ya mabao 80. Yes, Nado amekuwa na goal and assist. Kwenye assist na huyo ni mtu ambaye ni unsung hero. Yaani ni mtu ambaye shujaa haimbwagi. Kila msimu yeye analetewa mtu mpya kwenye upande wake. Alafu anakupa double digit ya G/A. Yaani magoli na assist anakupa 10 plus kila msimu Idina. Yes bana, ni mchezo mmoja kati ya mchezo mkubwa kabisa hii leo ambapo Azam FC watakuwa wanacheza na TRA, mechi ambayo itapigwa saa 3 usiku kwenye ratiba ya michezo ya hii leo. Huu ndio mchezo ambao utatufungia siku na ndio mchezo ambao utakamilisha michezo ya raundi ya pili ya NBC Premier League. Lakini mchezo wa mapema hii leo itakuwa ni vita ya mafande, kwa maana ya kwamba ya Polisi Tanzania wao watakuwa wenyeji wa JKT Tanzania. Ni mechi ambayo itapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni, na huu ni mchezo ambao Polisi watakuwa wenyeji. Kwa namna ambavyo tumeona timu zote hizi mbili michezo yao ya kwanza walifanikiwa kupata alama, wote walitoka sare. Polisi dhidi ya Azam, JKT dhidi ya TRA. JKT atakuwa na advantage uwepo wake, lakini pia aina ya game ambayo alionyesha dhidi ya TRA. JKT ni bora kuliko Polisi. Hiyo wala sio kitu ambacho kina ubishi, kwa maana ya kwamba wana advantage ya uzoefu katika ligi, wana advantage ya kuwa na mwalimu mmoja kwa muda mrefu kidogo, lakini wana advantage ya kupata 70% mpaka 80% ya wachezaji bora wazawa. Kulingana na bajeti yao jinsi ambavyo imewaruhusu au kurecruit wachezaji. Na moja kati ya timu ambayo imefanya recruitment bora kabisa msimu huu ni pamoja na JKT Tanzania. Aina ya wachezaji ambao imewaongeza, hawaimbwi kwa sababu hakuna mgeni. Lakini ukiangalia wachezaji wazawa ambao wamekusanywa na JKT, kwa sababu msimu huu peke yake kuna somebody Mkopi kaingia pale, si ndio? Saidi Mkopi kutoka Mtibwa. Chomeka mimi nishamzoea hivyo, Muhesa Ismail Muhesa kaingia pale, Magata kaingia pale, alafu wameongeza Chikola kaingia pale, wameongeza Geoffrey Julius Luzendazi wameongeza pale, na alifunga bao juzi. Yes, yani kuna additional ya wachezaji wazao ambao imeongezwa pale against Polisi ambayo imejaribu kurecruit wachezaji wenye experience ya ligi kuu. Lakini sasa kwa bahati mbaya sana, unajua timu nyingi zinazopanda daraja zinashindwa kuchanganya hapa, kuchanganya experience ya ligi kuu na wachezaji wenye ubora, kwa sababu kadri unavyochukua mchezaji ukasema huyu ana experience ya ligi kuu, umemchukua kwa historia ya experience yake ya ligi kuu. Currently performance yake ikoje? Currently, yani sasa hivi hapa ndo timu nyingi zinazopanda daraja zinapochanganya, zinachukua wachezaji ambao wako kwenye mlango wa kutoka ligi kuu, alafu wao wanachanganya na experience. Yani kwamba sijui nisemeje, yani kuwa na Beno Kakolanya labda na Habib Kiombo umeongeza kwenye timu, si ndio? Ni wanakuja kuongeza ubora au experience ya ligi kuu. Sasa hapo ndo wanaposhindwa kutofautisha kwamba wanahitaji kitu gani, wanahitaji ubora au wanahitaji experience kwenye ligi kuu. Sasa wewe ukisema tu experience, anakuofa kitu gani nje ya experience? Kwa sababu kinachohitajika kwenye ligi kuu sio experience, kinachohitajika kwenye ligi kuu ni performance. Umeelewa? Ukitaka kuchanganya upate mtu mzuri, lazima ukachukue mchezaji ambaye currently ana perform lakini ana hiyo experience. Lakini ukianza kumchukua mtu ambaye performance yake ina dip,
alafu unaichanganya hiyo kwa yani unaifunika, yani kushuka kwa performance yake unakufunika kwa kigezo cha experience. Wewe unajichimbia kaburi lako mwenyewe, kwa sababu kwenye career ya mchezaji kuna stages 3. Kuna introduction, kuna growth, kuna maturity, alafu kuna kushuka decline. Yes. Sasa ukichanganya hapo hizo 4 stages, kwanza ukiwa kwenye ligi kuu huhitaji wachezaji wengi ambao wako kwenye introduction stage, kwa sababu wale wako katika hatua ya kujitambulisha, wana makosa mengi, ndio chipkizi ya kuna introduction labda awe extra kwenye talent. Extra. Kwa huhitaji kuchukua wengi, kwa sababu wale ndo wako katika sehemu ya kujifunza, kuna makosa, kuna nini, ila umeiona potential, ndo wako kwenye kujitambulisha introduction stage. Alafu wako kwenye growth, wale ambao wameshajitambulisha wako kwenye hatua ya ukuaji sasa, kwamba makosa yameanza kupungua, wameanza kujua nini cha kufanya, au tunasema mara nyingi wako katika umri wa miaka 22 mpaka 25. Umeelewa? Alafu wako chukua maturity. Maturity ni wale ambao sasa tayari wameshakomaa, yani washafanya makosa, washavuka introduction, washavuka growth, wako kwenye maturity sasa, wanaanza kucheza mpira ambao uko kwenye peak career yao. Yani unaanza hapo, tunazungumzia wachezaji wa kutoka miaka 25 kwenda 28. Tunaamini kwamba na wengine waga wanamachua mapema miaka 23 mpaka 22. Yes, kwa wale ambao unakuta walianza kucheza kuanzia na miaka 18 yuko kwenye ligi, kaishacheza misimu yake minne, sijui ana miaka 23 tayari yuko kwenye ligi misimu minne au mitano, sijui kama unanipata vizuri. Kwa hiyo unatakiwa uchukue wale sasa ambao changanya, ukitaka upate blend nzuri kwa timu ambayo inapanda daraja. Chukua wachezaji wachache ambao wako kwenye introduction, wachache ambao wako kwenye growth, alafu ongeza wengi ambao wako kwenye maturity. Umenielewa? Kwenye experience pale chukua 2 watatu, kwa sababu wachezaji wetu wa Bongo experience nayo huaga haina chochote zaidi ya kuongeza majungu kwenye timu. Wallahi nakwambia, si Bongo kwenye timu watu wanauawa sana. Ni ukweli, ni ukweli ambao lazima tuambizane, kwa sababu tusipowekana sawa misingi ya hawa watendaji wakuu wa hivi vilabu watakuwa wanafeli sana. Unakusanya grupu kubwa la wachezaji ambao walishafeli maeneo mengi. Unachukua mchezaji ambaye kashashusha daraja timu 3 mpaka 4. Sisemi kama nawaharibia nafasi ya wachezaji, lakini nafasi zao truth be said, yani ukweli usemwe kwamba ukishakuwa na mchezaji ambaye kashashusha daraja timu mara 3 mara 4, hakuna kipi anachokuja kukuongezea kwenye timu yako zaidi ya majungu, na wengine wanaanza kuona mimi timu yako kama nakusaidia tu, yani I'm not in a level ya hii timu. Sijui kama unanielewa vizuri. Timu yenyewe yani wanakuwa na wao wanakuwa natafuta chaka la kwamba okay, championship inaangaliwa katika jicho la tofauti na pengine napigwa mawe na nini, lakini kama ulikuwa na wachezaji walioweza kuipandisha timu yako daraja, embo wale wachezaji jaribu kuangalia tena, usikimbilie tu kwamba bwana hawa na experience ya ligi kuu kakumbatia wachezaji 10 mpaka 12. Yes, my friend. Bwana George akitupa experience pia kwenye namna ambavyo timu hizi zimeweza kujifanya maboresho yake kwa upande wa kikosi cha JKT ambao wacheza dhidi ya Polisi ambao wamepanda na benchi la ufundi wamesalia nalo lile chini ya kocha Mbwana Makata, lakini pia kuna orodha ya wachezaji wengi ambao walipandisha timu na yenyewe pia imeweza kusalia. Tumeona golikipa Christopher mechi ya kwanza Kayanda alikuwa na performance bora sana. Christopher Nyakanda mechi ya kwanza alikuwa na mechi bora sana, lakini pia naye alipandisha timu na ameendelea kuwa yuko pale. Na odha wao ambaye alipanda na timu pia ambaye pia alipanda na timu na pia bado yupo Dennis Mushi. Kwa hiyo mazingira jinsi ambavyo yalivyo inaonekana na eneo la kikosi ambacho kilipanda kuna wachezaji ambao bado wapo na wana nafasi. Hiyo ni mechi ambayo itapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Mechi ya pili hii leo itakuwa ni saa 12:30 jioni kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union, na mchezo wa mwisho utapigwa saa 3 usiku ambapo Azam FC wao watakuwa wanacheza dhidi ya TRA. Hiyo ni michezo mitatu ya mwisho kukamilisha raundi ya pili ya NBC Premier League. Na kwa sasa twende tukamalizie kwa upande wa taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, kwa maana ya soka letu, ambapo tutazame kwa upande wa soka la wanawake, ambapo timu ya Young Africans Yanga Princess imeanza maandalizi ya msimu mpya kwa kusajili wachezaji ambao watakuwa sehemu ya timu hiyo kwa msimu huu wa mashindano ambao unaenda kuanza. Yanga Princess imekamilisha usajili wa Robi Daudi, yupo Saada Mabele, Rehema Ramadhani, Winifrida Charles ambao tayari imethibitisha kuwafanyia usajili. Huo ndio usajili kwa upande wa kikosi cha Yanga Princess. Job, tunajua wewe pia ni muumini wa upande wa soka la wanawake. Yanga bado wanautafuta ubingwa kwa upande wa wanawake, mapambano yao ni makubwa. Wanaye kocha mpaka sasa hivi? Kocha wanaye? Hawana kocha? Sijajua. Sijui, lakini Yanga Princess unaona ni kama timu ambayo
inajitafuta kwa muda mrefu, hawaipati gia. Yani ni muda mrefu wanajitafuta, lakini hawaipati gia, kwa maana ya kwamba kila baada ya msimu au miwili kuna idadi kubwa sana wachezaji inatoka na idadi kubwa sana wachezaji inaingia. Kuna muda inarudia wachezaji fulani, kwa mfano kama Precious yule alitoka Yanga akaenda Simba akarudi Yanga na saizi katoka tena. Kuna wakati inajaribu kutengeneza wachezaji fulani na wachezaji wakishaanza kuwa wazuri pia wanaondoka. Kwa mfano tangu alivyoondoka Clara, katika nyakati tofauti, yani Yanga imeshaikuwa na Masaka ambaye alifanya vizuri, wakaja kuwa na Clara ambaye naye akaja kufanya vizuri, alafu baada ya Clara wakaja kumpata Giannini. Giannini naye naona kaondoka tena sasa hivi. Kwa ni timu ambayo kwa muda fulani inakuwa inahangaika yes, sijui ni wakati gani watakuja kujipata na nashindwa kuelewa kwamba ni wao wanashindwa kusuka timu ambayo imejitosheleza au mara zote Simba anakuwa tayari amejiandaa vizuri zaidi, kwa sababu ni Simba na JKT ndio ambao wamekuwa. JKT huyo yuko kwenye level nyingine nadhani, isipokuwa tu JKT kuna muda akiwekaga uzembe ndo hawa Simba na Yanga wanaibukaga, lakini nadhani kuna namna ambayo Simba anaweka nguvu sahihi sana kwenye soka la wanawake kuliko Yanga. Umeelewa? JKT huyo hata tusimguse, yani tayari katika system yake yupo. Katika kitu ambacho kinawapa urahisi zaidi JKT ni ile kuambia wachezaji kuambiwa kuna ajira. Umeelewa? Inawavutia wachezaji wengi sana ambao wanaenda kujiunga. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia mtu kama wakina Winfrida Gerard yao. Yes, mtu kama wakina Donisia Minja wamekuwa pale tayari kwa muda mrefu. Wakina Stumai. Unafikiria kwamba labda kuna muda wangekuwa attracted na ukubwa wa majina ya Simba na Yanga. Lakini bado wameendelea kushikiliwa au wameendelea kuwepo JKT kwa sababu wanaona kuna opportunity ya kazi hata baada ya maisha ya mpira. Lakini basically mimi natamani tu kusema, unajua ukishakuwa mchezaji na kama ulichagua maisha ya uchezaji, usiwe na hofu na maisha baada ya mpira for the time being, ambayo ita influence maamuzi yako kimpira. Stage hiyo inawezekana soka la wanawake wanapitia sasa, kwa sababu pia soka la upande wa wanaume walipita kwenye hiyo stage, kwa sababu kama mtu kama Chuji alikuwa polisi akaacha kazi akaja timu za Oscar Joshua, Mwinyi Kazimoto upande wa jeshini akaja Unyamani. Kwa hiyo ukitazama huko soka la wanaume pia kuna nyakati ambazo hata juzi hapa wengi wanaotoka Zanzibar kama sio misimu miwili nyuma ilikuwa wakina Machezo kina Kichuya na wenyewe pia ilitajwa kwamba walikuwa sehemu ya ajira, ingawa Kichuya tunaona katoka yupo Coastal Union sasa hizi, lakini wenyewe inaonekana kama kuna. Kwa hiyo hizo option ambazo wanawake hivi sasa wanapitia kama wakina Winfrida Gerard, wanaume pia nao walishawahi kupitia, unakuwa offered ajira lakini unaendelea kuubonda. Tumemtaja hapa pia nahodha wa polisi naye pia ni Mushi. Dennis Cuthbert Mushi. Yeye pia ni mwajiliwa wa jeshi la polisi, lakini ana ubonda. Sasa kuna baadaye ndio nyakati zinazozikaja kwamba kuna ofa imetoka huku au kule. Sasa ndio huku upo kazini, yani kazi yako ya kwanza ni mpira au ni nani. Kwa hiyo wanawake na wenyewe pia wapo kwenye hiyo stage ambayo maamuzi magumu kama akina Mwinyi Kazimoto, akina Oscar Joshua. Sasa kwa wale kule hela hizo bado hazijafika za kufanya hivyo. Yes, hela hizo bado hazijafika. Soka la wanawake sasa hivi kwangu mimi mtazamo wangu naliona bado kama ni nusu ridhaa, kwa sababu pesa ambazo zinalipwa kule bado ni ndogo, bado ya mzigo wa kutosha, na pesa zinalipwa ndogo kwa sababu soka la wanawake halijaanza kugenerate pesa ya kutosha. Yani halijaanza kuzalisha pesa ya kutosha lenyewe kama lenyewe. Udhamini ni mdogo na waliopo pia ni wachache, na kuna vitu vingi vinatakiwa kuongeza nguvu kule, lakini pia utangazaji wa soka lenyewe la wanawake yani ubalozi wake bado umekuwa ni mdogo sana, na mwitikio wa watu kwenda kwenye soka la wanawake bado haujakuwa kiwango cha kutosha wenyewe kujisimamia na kuzalisha fedha ya kutosha. Bana, kwa upande wa soka la wanawake Young Africans, Yanga Princess wao wakiendelea kufanya maboresho zaidi, wanaendelea kufanya usajili, na ni eneo au ni timu ambayo mara zote kwa mujibu wa taratibu za klabu ni eneo ambalo linasimamiwa na makamu wa rais wa klabu. Kwa hiyo Arafat Haji pia na mimi siku tutapata nafasi tuweze kujua picha kubwa kwa upande wao ikoje kwa upande wa soka la wanawake.